Assalamu alaikum na mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Muktadha, kipindi ambacho unapata nafasi ya kuweza kufahamu mambo mengi, kwa sababu hapa tunakuwa na mazungumzo ya kawaida, kubadilishana mawazo kwa kile ambacho labda sisi tunacho, mtu mwingine anacho. Tunajua kwamba hakuna ambaye anajua kila kitu peke yake, lakini pia inawezekana kile ambacho unaona wewe ni kidogo kwako, basi kwa mwingine inakuwa kikubwa. Kwa hiyo karibu sana, na ni mazungumzo huru haya tunasema, na miongoni mwa vipengele basi ni kuwaita watu mbalimbali wakiwemo wageni wa taasisi za serikali, taasisi binafsi, waje hapa tuambie katika harakati zao mambo yanakwendaje. Leo bwana, kwa kufupisha mazungumzo ama ufunguzi huo, basi tumemwalika hapa mwenyekiti. Mwenyekiti bwana, wewe unapenda kumuita chairman? Mimi mwenyekiti. Chairman, karibu pa. Karibu sana. Karibu sana. Na tumefurahi leo kuwa nawe. Mimi yangu ni Bakari Mshauri na wenzangu hapa ambao tunashirikiana kwa kweli, timu nzima kama ambavyo unaona. Niko na mwenzangu hapa. Naitwa Arif. Chairman, karibu sana. Hongera kwanza. Juzi umepata uteule wa Mheshimiwa Rais. Hongera sana. Lakini sasa tuache huko kwanza. Tuangalie safari yako binafsi. Ulianzaje mpaka ukaingia katika hii sekta ya tourism? Safari ndefu. Labda mimi niseme kwanza, kwa jina naitwa Suleiman Ali Mohamed, ni chairman wa Zati, yani ni chairman wa wawekezaji Zanzibar Association of Tourism Investors. Lakini pia kama mlivyomsikia Arif anasema kuwa nimeteuliwa kuwa chairman wa bodi ya kamisheni ya utalii. Kweli nimeteuliwa kuwa ni chairman wa bodi ya utalii, kamisheni ya utalii. Safari yangu ndefu kweli, kwa sababu nitasema utalii umo ndani ya nafsi yangu, kwa sababu nimeanza mambo ya utalii miaka mingi sana. Labda sijui mwenzangu Bakari hapo, sijui una umri gani, lakini Arif nafikiria yeye ni mdogo sana. Mimi umri wangu na miaka 54 na nimeanza utalii, yani kwanza nimeanza kujifunza kwa babangu, kwa sababu babangu alifungua restaurant inaitwa Sinbad the Sailor 1984 mpaka 1989 Mungu alipomchukua roho yake. Kwa hiyo nilivyokuwa nasoma shule nilikuwa nafanya part time job, manake alikuwa akinifunza ile kazi na mimi mwenyewe nilikuwa napenda yani kufanya ile kazi. Ilikuwa the first tourist restaurant katika Zanzibar hapa, na ilikuwa located pale Malindi next to Passing Show au bavuni wa Passing Show. Baada ya hapo mimi nilikuwa ninasoma India. Baada ya kumaliza masomo nikarudi kuja kufanya kazi kwa mzee Ali Fereji Tamim, ndo katika hoteli za mwanzo za private sector, yani za watu binafsi hapa Zanzibar, inaitwa Clove Hotel, iko nyuma skuli ya Forodhani pale. Sasa hivi inaitwa Upendo House, lakini wakati ule ilikuwa ikiitwa Clove Hotel, maanake hizo katika ndo zilikuwa hoteli za mwanzo za binafsi za utalii. Nimeanza pale reception kama miaka 90. Kwa hiyo nimekwenda pale nimejifunza, na ule mzee kanifunza mengi yani. Namshukuru Mungu amlaze pale pema alipo. Lakini ni mzee wangu, ni sasa na mzazi wangu kabisa. Lakini acha hayo tu, mimi baadaye mimi mwenyewe nikaja nikafungua biashara yangu. Nilikuwa partner na mwenzangu, ni mwaka 94 95, inaitwa Peaches Restaurant. Sasa hivi inaitwa Mercury Restaurant. Lakini miaka hiyo ilikuwa Peaches, palikuwa panachongwa boti tu pale ile sehemu ile. Hata mimi nilipoenda kuiomba wakati huo kwa Mheshimiwa Rais mstaafu Mzee Amani Karume, lakini wakati ule alikuwa waziri wa mawasiliano na uchukuzi. Kwa hiyo nimeenda kuiomba ile sehemu pale, ndo tukaanzisha hiyo restaurant inaitwa Peaches mwaka 94 95, na mpaka mwaka 99 pia nilifungua pia restaurant Kendwa kule next to Kendwa Rocks. Sasa hivi juu ndo naitwa Sunset Bungalow, lakini chini nilikuweko mimi pale nimefungua restaurant pia naitwa Sinbad the Sailor.
mwaka huo. Lakini miaka 2000 tena mimi nikaamua kuondoka Zanzibar, kwa sababu kuanzia 98 99 kule nilikuwa na, wakati ule ndo nimekutana na mama watoto wangu. Kwa hiyo baadaye tena ikawa mambo ya kuzaliwa watoto na nini, ikabidi nihamie Uholanzi na nimekaa pale. Lakini jua hayo yote, hata huko Uholanzi nilikuwa mimi nafanya kazi hizo hizo za utalii, kwa sababu kwanza mimi napenda kupika. Sisemi I'm a professional cook, lakini naweza nikasema naweza kupika. Kupika nyumbani, kupika kwenye restaurant, kupika nyumbani, kwa sababu hata hapo nilipoanza Peaches nilikuwa napika mimi mwenyewe. Manake nimeanza ni kazi ya watu 4 tu, sio kama ilikuwa kuna watu wengi ndani yake. Ilikuwa ni watu 4, ilikuwa mimi mwenyewe ndo mpishi wa pizza, alafu na mimi mwenyewe ndio bosi hapo tena huyo. Kwa hiyo lakini apart ya hayo kuna mengi niliyafanya pia. Nilifungua Malin Tours, ilikuwa wakati ule nilishirikiana na Hassan ndugu yake Mheshimiwa Shimai, kaka yao na kuwa marehemu, Mungu amrehemu, amlaze pahali pema. Tulifungua pale Malin Tours, tukakuweko na ndugu yake Sale alikuweko pale, ndo alikuwa akiendesha Malin Tours. Lakini acha hapo, pia tulifungua Garage Club, tulikuweko pamoja, tukaianzisha pamoja. Lakini tena mimi baadaye nikaachia, kwa sababu ndo kama nilivyosema nimeondoka kwenye nchi. Lakini jua hayo pia, wakati niko kule pia nilikuwa nafanya kazi za restaurant vile vile. Nilikuwa chef cook kwenye restaurant tofauti. Lakini ile ndo hobby yangu. Hata ilikuwa manake kulikuwa kuna zile festival zile, mimi nilikuwa nachukua tents, nafanya special food ya Zanzibar, ile barbecue, mishkaki, ile chapati, mikate ya ufuta. Yani mimi mwenyewe ni hobby yangu kupika. Kwa hiyo kwenye utalii, mimi nimeona utalii tokea unaanza Zanzibar, manake nikizungumzia umeanza kutokea chini mpaka hapa sasa hivi tulipofika. Na mwaka 2008 mimi niliporudi tena Zanzibar, nikaamua tena kuendeleza kile nilichokiacha. Kwa hiyo nikafungua tena hoteli inaitwa Zenji Hotel, iko pale pale Malindi, nikwambia nilipokuwa sehemu ya baba yangu, na chini kulikuwa kuna Zenji Cafe and Boutique. Lakini hapo hapo sijaenda mbali, pia nikaja nikafungua Zenji Garden Cafe pale Forodhani. Lakini acha yote hayo, nimekuja kukifikiria kitu muhimu sana kwetu, yani kwenye jamii, kwenye mazingira ya Zanzibar, na vipi Zanzibar inavyokuwa kiutalii. Manake utalii kuna mambo mawili, kuna mambo ya benefit, manake kupata faida kwenye utalii, lakini pia kuna mambo ya hasara yake pia, manake utalii una mambo mengi. Kwa hiyo lazima tuzingatie mambo yote kwa kuweza kukuza ule utalii ili usiharibu. Kuna mambo yatajenga, lakini kuna mambo yatakuja kuharibu. Kwa hiyo tuwe makini sana na vitu hivyo. Na mimi ndo nikaja na fikra za kufikiria kufungua Chako Zanzibar, ni upcycling, recycling, manake waste out of the tourism industry, ni takataka katika zinazozalishwa na utalii, kwenye mambo ya plastic, kwenye mambo ya chupa za vigae. Kwa hiyo kwenye mifuko hii inatengenezewa, yani mifuko ya unga ngano au sukari. Kwa hiyo nimeona bora na hilo nilianzishe pia, ili kuhifadhi mazingira, lakini pia kuwapa watu elimu. Na target kubwa hasa, au ukiniuliza kwa nini nimefungua Chako, kwanza na somo kubwa nimelipata kwenye maisha yangu wakati mzee wetu alipoondoka duniani. Na sisi na mama mwenye watoto 5, alokuwa hakusoma. Kwa hiyo kulelewa na mama alokuwa hajasoma au kutulea sisi sio kazi ndogo kwa yule mtu alokuwa kusoma. Kwa hiyo lengo la kulifikiria lile Chako, nimelifikiria sawa, hichi nachotaka kukifanya, lakini nani hasa niweke kipaumbele? Ndio nikafikiria kuweka kipaumbele akina mama,
especially wale waliokuwa hawajasoma. Yani hilo ndo nimelifocus zaidi, kwa sababu nimeona yale maisha tuliopitia sisi kwenye maisha yetu, kwa sababu mimi baba yangu alikuwa ni director wa Zanzibar Wharfage, sasa hivi itaitwa Port Corporation, lakini wakati ule ilikuwa Zanzibar Wharfage, ilikuwa shirika la bandari tokea wakati wa mzee Karume mpaka amekuja kuretire wakati wa mzee Idris Abdul Wakili. Kwa hiyo yani nikikwambia ule utalii, kwa hiyo utalii manake umo ndani ya nafsi. Na tafakari hapa wakati anaanza Chamen kuzungumzia kwamba utalii umo kwenye nafsi. Sasa nikawa nafikiria, manake mara nyingi tumekuwa tukizoea kitu kipo kwenye damu. Sasa nikawa natafakari, hii damu na nafsi kipi ambacho kimevaa sana? Lakini nafsi naona iko juu sana. Na kwenye maelezo yake hapa mwanzo naweza kusema kwamba yamenifanya niwe napata majibu mwenyewe kwa mwenyewe, kwa sababu nikawa nataka nafikiria hivi hizi fikra, maanake ulizosema, kwa mfano Chako unamtengeneza mjasiriamali au mtu wa kawaida. Mimi nipende kutumia neno kwamba mtu ambaye ana elimu ya kawaida. Inawezekana ukawa hukusoma darasani, lakini ukawa umesoma katika mazingira maisha, kuona basi sasa amefikiria vipi Chamen kwamba atengeneze sehemu ambayo atamfanya mtu afanye kazi, lakini baadaye ile kazi ajiamuzie yeye akiwa yeye ndo mmiliki. Kwa hiyo nikawa napata ni ule upeo na uzoefu pengine na alivyosafiri na kuona na sehemu nyingine kujifunza. Chamen, tukiangalia safari yako ni kubwa sana. Kwanza hongera sana. Yani kwa jinsi ulivyonielezea ni kweli nilikuwa bado mdogo sana au sijazaliwa ulivyoanzia. Lakini tukiangalia safari yote ile Chamen inakuwa na changamoto. Sasa tukija kwako, changamoto gani zaidi ili kusogeza mbele labda na kuja mpaka na hichi Chako? Unajua maisha yote safari na njia ndefu, ni njia ndefu sana, na kuna wahariri walisema nikizungumzia kwa Kiingereza labda nitaweza kuitafsiri kidogo kwa Kiswahili. Life is a big road, there's a lot of signs, and when you reach into that, don't complicate your mind. Bob Marley huyo. Labda nitazungumzia Bob Marley ndio wewe sio? Sasa katika wahariri walosemayo, manake unajua tofauti nitasema labda ya waimbaji wa zamani na waimbaji wa sasa. Waimbaji wa zamani walikuwa wakitoa manake zile nyimbo zinakuwa ni message za maisha, yani ni moja katika kukuelewesha maisha yako vipi na utakwenda vipi na vipi. Hata ukiangalia wahariri wetu wa zamani hapa, kina Seif Salum, kina Bakari Abedi, ukuangalia hata zile nyimbo zao walivyokuwa wakizitoa, yani zina maana kubwa. Kwa hiyo moja katika nilolisoma mimi katika hawa wahariri ni hilo. Kwenye safari unajua kuna mambo mengi, na kama una focus manake unaelekea na unafikiria mimi nataka nifike pale. Mungu ndo anajua kama utakuwa hai au upo hai au kama utafika au ufiki, lakini naamini kama itakuwa umeweka lengo lako kwa mimi nataka nifike pale, basi Mungu atakufikisha kwa ile nia yako uliyoiweka kwa pale unapotaka kufika. Mengine tena tumwachie yeye, kwa sababu hayo tena hatuwezi kuyaingilia. Au watu wengine wanaweza wakasema sisi tunaamini Mungu, mwingine anaweza kuambia nature. Ushafahamu, human nature ndio imekuondoa duniani au haijakufikisha pale, lakini sisi tunaamini Mungu, basi tunaamini yeye ndio. Lakini anasema kama nia unayo na njia inakuwepo. Maana unajua kuna wengine tunakutana na changamoto tunakata tamaa, lakini changamoto gani ambayo unaikumbuka ilikuwa ni kubwa, lakini ikawa ni sababu ya kuja kuyaona mafanikio baada ya overcome ile changamoto? Kweli hilo swala zuri sana uloniuliza. Unajua mambo mengi yamenikuta kwenye safari hii. Safari hii unajua, mara nyingine kama sisi wafanya biashara hasa
tulikuwa kwenye sekta za biashara. Unajua, mara nyingine unaweza ukakutana na changamoto, umesaini mikataba sio, umezidiwa akili huku, umezidiwa akili kule. Na hizo ndo changamoto nyingi tunazokutana nazo, lakini zilizobakia ni changamoto za kawaida tu, which is manake kila mfanyabiashara au kila binadamu lazima ukutane na kila unapokutana na changamoto ndio unapokuwa mjasiri na unapata nguvu zaidi, kwa sababu tumeambiwa tusivunje tamaa kama riski yetu ipo mpaka siku utakaofika ya mwisho. Ikiwa siku yako imefika ya kuondoka duniani, basi pale ndio maisha yako yamemaliza. Lakini madhali unaishi, unapumua na Mungu kakupa uzima wa afya, basi hakuna lilokuwa haliwezekani. Hakuna. Nataka nipitie kwenye ile falsafa ile ambayo mwenyekiti amesema, ile nyimbo ya Bob Marley au ile uhariri, anasema Bob Marley kwamba life is like a big road, so when you are riding through the road don't complicate your mind. Maanake unapita kwenye safa. Sasa ndio hizi changamoto ambazo umezisema. Na kuna mshairi mmoja ulipotaja mambo ya shairi hapa, imenikumbusha wajina wangu Bakari Abedi. Kuna nyimbo yake moja ya mapenzi, anamwambia mtu, wema na fadhila ulionionyesha asante sana, sikusahau maisha kwa vitendo, sio kwa jina. Maanake sio kwamba unamkumbuka Arif tu kwa sababu nilikuwa naye, vile vitendo alivyomfanyia. Kwa hiyo sasa hivi utalii uko wapi kwenye hii safari ambayo unasema umepitia? Mimi nikiangalia utalii, manake kwanza utalii wetu sisi umekuwa sana, na sio umekuwa kwa sababu ya utalii tu peke yake. Unajua Zanzibar ina history kubwa, ina historia kubwa nyuma yake. Sijui kama vijana wa leo wanaifahamu, kwa sababu akina sie tuliozaliwa huku Malindi huku, kuna sehemu inaitwa Ras El Khaimah. Kuna vijana wa sasa hivi hawajui wapi ilipo, lakini sisi tuliozaliwa Malindi na wazee wetu ndio walokulia Malindi, kwa hiyo tunaijua Ras El Khaimah wapi ilipo na kulikuwa kunafanywa nini huko Ras El Khaimah. Lakini ndio maana nikasema Zanzibar kwanza inajitangaza kwa lile jina lenyewe, kwa sababu Zanzibar ina historia kubwa sana kwenye mambo ya biashara, kwenye mambo ya uhamiaji. Manake ukiangalia hichi kisiwa tuko wahamiaji wengi, maana tukisema wengi nitasema sote sisi Wazanzibari ni wahamiaji, hakuna mtu aliotokea Zanzibar. Ukiangalia ukifuatilia DNA yake, wingi wetu, manake naweza nikasema takriban sote 100% hatujatokea Zanzibar. Ndio asili ya visiwa ilivyo. Maana ukiangalia visiwa vingi ndio viko hivyo, manake watu wametoka sehemu tofauti ndio wamehamia kwenye vile visiwa. Kwa hiyo ujulikano wa Zanzibar kwanza peke yake unajitangaza lile jina lilivyo. Sasa kitu kikubwa kinachotakiwa kwetu sie, tunasema mageuzi madogo, au wenzetu wanasema kuna small click. Maanake kitu kidogo ukitwist hivi, basi wewe tena unateleza tu. Nguvu kubwa ishapigwa tokea huko wakati wa wazee wetu. Sisi tena hapa tulobakia tumalizie tu. Lakini vipi tumalizie sasa? Tuangalie kitu gani tunachotaka sisi kumalizia, ili kuwa sisi kuwa niwe the top kwenye ulimwengu, tubakie milele. Sio kama tubakie top kwa tubakie milele, kwa sababu kuna top ile unaweza ukapanda afu ukaanguka. Lakini sisi kama tutakuwa tuna focus kile tunachokiamini hasa, ushafahamu, basi sisi tutabakia milele kwa Zanzibar kama wale waliotuachia wazee wetu. Kwa sababu wakati wa wazee wetu ukiangalia how many 100 years ago inazungumziwa kuhusu habari ya Zanzibar mpaka hivi leo. Sasa mimi nahisi kwanza, nitakwambia kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, hilo jambo la mwanzo. Na la pili, tuwashukuru marais wetu wote wawili, wana maono makubwa
Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Yani maono yao kuutangaza utalii, mimi sijapata mfano wake bado katika viongozi waliotupita. Wametangaza, lakini sio kiasi kikubwa walichokifanya wao na wanachoendelea kukifanya. Kwa hiyo sisi sasa watendaji, maana nikisema watendaji sio kuwa unafanya kazi serikalini, watendaji manake sisi sote Watanzania pamoja na Wazanzibari kwa ujumla, sisi ndo tunatakiwa tuuendeshe sasa, kwa sababu wale wanatuonesha njia tu. Je, sisi tunataka tuuendeshe vipi? Hilo ndo lengo muhimu, na kuendesha kwetu nafikiria tunaona mengi na tunasoma mengi. Maana nikijizungumzia mimi mwenye binafsi tu, mie nimesafiri ulimwengu, manake nitasema nchi nyingi sana kwenye ulimwengu, na nimeona mengi na nimesoma mengi. Sio kama maana mimi na tabia ya kusafiri ya kwenda holiday kila mwaka, na holiday yangu mimi sio kama nakwenda holiday naenda kukaa kwenye resort ndo nishafika. Mi holiday yangu mimi napenda kutembea ile nchi ninakwenda, naweza nikaizunguka labda nusu yake. Maana miaka kama 5 nyuma 4 nilienda Thailand, nikaizunguka karibu Thailand nzima. Nimetumia karibu wiki 6, nimeenda sehemu tofauti, na nimekwenda kule sio sababu mimi nataka kwenda kuenjoy au mimi nimekwenda kule kupata kuona, kujifunza na kusoma culture za watu, kwa sababu hata sisi kwetu hapa tunakuwa pia tunapata shida mara nyingine, na shida tunazozipata wenzetu wanapokuja culture zetu hawazijui. Ndio mara unaweza kumkuta mgeni anatembea hajajifunika uzuri, na sisi culture yetu haiko hivyo. Lakini nafikiria jambo kubwa sisi tunatakiwa tutoe elimu kwao, kwa sababu ikiwa mtu mgeni anakuja lazima umkaribishe na umpe elimu. Kwetu sisi kuko hivi. Ndio maana utalii wa utamaduni ni jambo kubwa sana kulifanya kwetu sisi, na katika vivutio vingi, kwa sababu tukiangalia bahari wenzetu wanazo, ukiangalia Seychelles, Maldives wanazo, ukiangalia Mauritius wanazo, lakini ukija kwenye culture na heritage tunatakiwa tuzitunze, na sio tunazitunza kwa sababu ya wageni tu. Kweli tunataka kuwapa wao ufahamu, waweze kufahamu sisi tumetoka wapi na culture yetu iko vipi, lakini pia kuwafundisha wale vizazi vyetu wasije wakaja wakapoteza zile tamaduni zetu zilivyo. Na kitu kikubwa sana katika nchi au katika dunia wana ile culture heritage, yani hicho ni kitu kikubwa sana kwa sababu hata ukiangalia kwenye continent zote zinazungumzwa, lakini ukizungumzia continent ya Afrika, maanake Afrika ni history kubwa sana. Ni kweli chama, na hapo umedasia swala la culture, kwa sababu tukiangalia kwa mfano tukitaka kuitangaza Zanzibar tushindane na destination nyingine, hatuwezi tukashindana. Tuna bahari na luxury, tuna hoteli, sijui tuna vivutio hivi na hivi ambavyo ni artificial, lakini vitu ambavyo vinaweza vikatusaidia sisi ku compete na wao ni vitu ambavyo sisi tunavyo hawana, kama hicho ambacho umeelezea utalii wa historia, wa chakula, utamaduni. Sasa chairman, kwenu nyinyi hili, tukiingia hapa kwenye Zati, kwanza utakuja kutatuambia kuhusiana na Zati imeanzishwaje na lengo lake, lakini kama ni wadau wakubwa sana katika utalii na uwekezaji, hili kwenu nyinyi mnalichukuliaje sasa hivi? Kweli sisi tunalichukulia kwenye uongozi wangu mimi, kwanza Zati ni imetengenezwa na au imeundwa na wawekezaji wa local na foreign na wageni yani, na lengo kuu kuweza manake kuitafsiri utalii
yani kuweza vipi tuweze kufanya kazi kwenye utalii, na hasa kwenye uongozi wangu mie nimefocus vitu vitatu, na nimetengeneza roadmap, labda naweza nikasema njia, na njia ile kuwa unatoa ushauri, una support kwenye nini kinachofanyika au kitu gani unataka kukifanya, na vile vile unaelekezi mbali, kwa sababu unajua mara nyingi sawa, tutasema sisi tuna wizara ya utalii, tuna kamisheni ya utalii, na ziko sekta kama sisi za binafsi, Zati, Zato, ZNCC ndio Chamber of Commerce, tuna Women Chamber of Commerce, tuna Zatoga. Kwa hiyo sisi pia tunatakiwa tuwasaidie serikali, yaani tusiwe maadui zetu, kwa sababu tunatakiwa tuwe pamoja, kwa sababu hakuna kitu kama kuungana pamoja. Nafikiria mnapoungana pamoja na mkapeana maarifa ya pamoja, mkayabeba yale maarifa, nafikiria mtafika mbali kuliko hata mfano mpira tuseme, ukicheza individual utafungwa tu, lakini ukicheza as a team ushindi yani ndo unao tu. Kwa hiyo na hilo ndo tunalotakiwa sisi tufanye, na tuachane na hivi vitu vya kuwa mimi, kwa sababu kama mimi uongozi wangu mie sio, ni mwenyekiti tu wa Zati, sio mwenye Zati. Mwenye Zati ni wawekezaji wote walikuwa ni memba wa ile Zati, wa ile jumuiya, wao ndio wenye Zati. Mie naendesha kwa maono yangu tu, maono nilokuwa nayo pamoja na ile bodi yangu, yani nilokuwa nayo, wale wajumbe tunashirikiana pamoja na tunaenda mbele kwa pamoja. Lakini mimi maono yangu sio kumfanya serikali adui yangu. Mie maono yangu ni kufanya naye kazi pamoja, tukafikia lile lengo tunalotaka kulifikia. Chamini, umegusia hiyo uwekezaji, lakini umegusia kwamba serikali na sekta binafsi manake zifanye kazi kwa pamoja, washauriane au mshauriane ili kuweza kupeleka mbele sekta ya utalii, kwa sababu ndio sekta kuu yetu ya kiuchumi. Na umezungumzia hivyo, na dhana ipo kwamba sekta binafsi ndio wanaendesha utalii kwa asilimia kubwa, serikali na ina miongozo na inaendeleza ile thamani ambayo serikali au dhana inazungumzwa na nyinyi ambavyo zile fursa ambazo mnazipata, mazingira ambayo yamewekwa yanakwenda sambamba. Upande mmoja nitasema yanakwenda, upande mmoja nitasema tunatakiwa mengine tuya review, yani tuyaangalie. Na nashukuru Mungu kwa na mie nimepata kuingia upande wa serikali kuwa ni mwenyekiti wa bodi ya utalii, kamisheni ya utalii. Nafikiria yale maono yangu nilokuwa nayo kule nitaweza kuyachanganya na ya huku ili kuweza kufikia yale malengo tulikuwa tunayataka sote, kwa sababu hata ukimsikiliza Mheshimiwa Rais, yani waheshimiwa wote wawili, kila mmoja anahimiza wa public private partnership, na hilo wanalifahamu kwa maono yao. Kama tutashirikiana pamoja baina ya serikali na sekta binafsi, basi tutafika yale malengo tunataka kuyafika. Lakini kama tutachuana kama Simba na Yanga, hatutofika. Itabidi atafutwe refa kutoka nje, mtoe nje. Lakini kama tutashirikiana pamoja, kwa hiyo nashukuru kuwa nimechaguliwa huku upande wa serikali. Kwa hiyo nimevaa kofia mbili, ndio ya upande wa binafsi na upande wa serikali. Kwa hiyo nitajitahidi uwezo wangu, akili zangu nilizokuwa nazo
na Mungu atatulipa na pia na timu zote pande zote mbili, upande wa serikali na upande binafsi, uweza kuiweka nguvu pamoja tukaweza kufika malengo. Ndio. Sasa chairman, tukija kidogo hapo kwenye Zati, kwanza umeshaongoza kwa muda mrefu tangu uchaguliwe na bodi ile ya Zati, unahisi changamoto gani ya wawekezaji ambayo kila ukijaribu, maana tunaona katika guideline yako uliweka ni kufanya kazi pamoja na serikali, yani kusaidiana na kufanya kitu kiende vizuri. Changamoto gani zaidi ambayo umeiona kwamba kila ukirudi huku kwa wawekezaji wako ambao wanakuangalia wewe inakuwa yani haina tafsiri ya uhakika? Unajua kitu muhimu tunachokikosa, yani nitasema labda sisemi wanachokikosea serikali, labda ufahamu wa wenzangu, na kitu muhimu wenzetu nini wanahitaji ni mawasiliano, communication. Communication ni very important na is a key role ujafahamu ya kitu chochote. Bila communication siku zote yatakuwa mambo haendi, itakuwa kila siku mnachuana, na hilo ndo jambo kubwa sana. Ndio mimi kama mwenyekiti wa Zati nalipigilia kelele kila siku upande wa serikali, kuwaeleza kwa jamani, wenzetu hawana shida yao kuwa hawapati taarifa na mapema, kwa maana ya wageni ya uwekezaji. Kwa sababu unajua maisha yote unapotaka kufanya kitu, toa taarifa kwa watu, toa elimu kwa watu, halafu fanya kile kitu. Hakuna mtu atakayekataa, kwa sababu kila mmoja anafahamu umuhimu wa serikali lazima ipate mapato. Nitasema ujafahamu, na bila serikali kupata mapato, manake wananchi hawatuweza kufikiwa yale malengo yao wanaotakiwa wafikiwe. Kwa hiyo, lakini je, zile taarifa unawapelekea wenzio vipi? Unawapa vipi zile taarifa, unawafikishia? Kwa hiyo hivyo ndo vitu, manake mara nyingi inakuwa kila mara unapokwenda huku ukirudi unaambiwa taarifa hatujapewa, au tumepewa taarifa hapo kwa hapo. Lakini swala hilo Mheshimiwa Rais niliwahi kuzungumza naye swala hilo, na namshukuru kama nilivyosema, marais wetu ana maono makubwa. Dr. Hussein Ali Mwinyi alitoa agizo hilo kwa sekta za serikali waweze kucommunicate na sisi Zati kwa karibu sana, ili kuweza kutoa zile taarifa na mapema, na uzuri wake katufungulia milango kabisa, yani katuambia tunapotaka kwenda popote twende, na jambo zuri kalifanya. Na hata tukiangalia mfano, nikizungumzia kwenye mambo ya Booking.com yaliokuja juzi, zilikuwa kelele nyingi kutoka kwa wawekezaji, na tumeweka sawa baina sisi na serikali. Sisi kama Zati tumeweza kukutana na ZRA, tumekaa vikao vingi, tumefahamishana mpaka ZRA wakafahamu wapi kuna kosa limetokezea, wapi lirekebishwe. Na kwa hiyo ni jambo zuri, manake kuwa ile na wao pia wamekaa wametusikiliza, wamejaribu kufahamu nini tunachosema, na mwisho wa siku wamekifahamu ni kweli kuna kosa linatendeka baina ya Booking.com na wawekezaji na serikali, kwa sababu kwa vovote yule Booking.com anatakiwa alipe kodi Zanzibar katika ile pesa yake anokusanya yeye. Manake tunazungumzia kama akakusanya 20%, kwenye 20% yake anatakiwa lazima alipe kodi Zanzibar, kwa sababu haiwezekani kuwa yeye aje afanye kazi Zanzibar kuwa yeye asilipe kodi. Wanaolipa imekuwa ni wale wawekezaji. Kwa hiyo ilikuwa kuna double taxation ndani yake. Ilikuwa yeye kumbe yule
anachukua pesa kwa wawekezaji, na serikali inabidi ZRA sisi inabidi tukalipe. Kwa hiyo tunalipa huku na yeye yule anachukua pesa kwetu sisi. Ina maana Chairman, sasa Booking.com wanalipa kodi? Wanalipa kodi, na sio hilo tu, hata mimi mwenyewe kama ni chairman wa wawekezaji pia nimewaambia serikali na nimewashauri, sio Booking.com tu, hizi mitandao yote inofanya kazi Zanzibar, inotengeneza mapato Zanzibar, wanatakiwa walipe kodi, kwa sababu nchi za wenzetu hawa wanalipa kodi. Kwa sababu nakumbuka kipindi cha nyuma, kama nazungumzia kama labda miezi kadhaa tu, Booking.com alishtakiwa kwenye European Union kuwa na yeye alikuwa anachukua pesa kwa watu, halipi kodi, na kapigwa faini kubwa sana. Sie kwetu sisi bado, unajua sisi Zanzibar ni njema atakaye na aje. Unajua bado sisi tunayo zile huruma na viongozi wetu kama tulokuwa nao, wana huruma za kiubinadamu, lakini inavyotakiwa hasa alikuwa anatakiwa yule apigwe faini hapa Tanzania. Hongera sana. Hongera sana kwa kuweza kuibua hilo swala na lipata tu ufumbuzi, lakini kama sehemu moja katika fanikio katika uongozi wako. Kwa kiufupi tu, unaweza kutuambia mafanikio gani mengine ambayo umeyapata tangu umechaguliwa kuwa mwenyekiti wa wawekezaji na wale wa utalii? Kweli, kwanza jambo la mwanzo mimi ni jambo kubwa hasa sana kuwa nimeweza kuiweka ofisi kama ofisi, na nimeweza kwenye ofisi kuweka wazawa, kwa sababu inaweza kuwa wawekezaji wengi labda hawanifahamu kwa nini umeweka wazawa, lakini wazawa ndio wanaweza kuzungumza hii lugha yetu, na wale wanatakiwa wafanye kazi karibu na serikali kama mimi nilivyosema. Kwa hiyo lazima tuwe na viongozi mule ndani wazawa, ili waweze kufahamiana lugha moja na wenzetu tunafanya nao kazi upande wa serikali, kwa sababu unapoweka mgeni inakuwa shida kwanza kufahamu tabia za watu, kufahamu vipi namna ya kuweza kuzungumza na mtu, kwa sababu unajua wenzetu utasema wanasema wana ile kitu moja kwa moja straightforward, na Zanzibar huwezi ukenda wewe ukamwambia mtu haiwezekani hilo. Ujamaa, hakuna mtu mfanyakazi wako au mtumwa wako. Ujamaa, unatakiwa mtu mueleze kwa lugha nzuri. Kwa hiyo ukiwa una wale Wazanzibari wazawa ndani mule, ujamaa, au Watanzania, ni rahisi kuweza kuwasiliana na wale wenzetu tunafanya nao kazi. Hilo la kwanza. La pili, nikija kwenye UN Tourism, kwanza namshukuru mwenyekiti mwenzangu alopita, Mheshimiwa Rahim Balu ameweza kuifikisha dhati kwenye level ya UN Tourism, kwenye level ya Umoja wa Mataifa. Hilo namshukuru sana, na niko naendelea kufanya naye kazi kwa karibu, na pia na kwa mambo mengine, na kama nataka ushauri namuuliza, kwa sababu sote ni wamoja, na kama tunavyosema Wazanzibari ni ndugu na lengo letu ni moja. Kwa hiyo sote tunasaidiana kwenye hizi kazi. Lakini yote hayo kwenye uongozi wangu pia mimi nimeweza kufikisha kwenye board ya UN Tourism. Sasa tumekuwa ni wajumbe katika affiliate member of UN Tourism kwenye private sector ya Zanzibar, na ndio ya mwanzo katika Tanzania, na katika Afrika ni ya mwanzo. Na sisi pia tuna present Afrika nzima, yani tunasimamia Afrika nzima, sio kama tunasimamia hapa Zanzibar au Tanzania tu, lakini ni kwa Afrika nzima. Hilo ndo kubwa la kwangu mimi ndo kwa nimelifanya kwenye uongozi wangu, na mengine kama kusaini mikataba na TANAPA, kuendeleza alioacha Rahim mwenzangu, tuseme kama Z Summit,
Kwa hiyo tumeendeleza miaka mitatu mingine, tumesaini nao mkataba Kilifair MOU ile na pia kuna MOU nilikuwa nimesaini Indonesia ya chuo cha utalii. Kwa hiyo hizo ndio vitu nilikuwa navyo, lakini si hapo tu. Mimi maono yangu makubwa, yaani na maono makubwa, sina maono ya kufika hapa tu. Mungu atujalie. Naam. Tunaelekea maanake kwenye Kilifair, kuna mambo gani ambayo pengine unaweza ukazungumzia Z Summit iliyopita, lakini pia tukiwa tunaelekea kwenye Kilifair ya mwaka 2026? Kweli na upande wa Z Summit, ikianza mara hii Z Summit tumefanya, lakini bado nataka nguvu kutoka kwenye serikali, na serikali inabidi lazima washirikiane na sisi private sector kukuza utalii. Lakini nawashukuru upande mmoja ZCT wako pamoja na sisi bega kwa bega na Zati na katika kuongoza utalii. Kwa hiyo tulikuwa nao pamoja, lakini bado nahitaji sekta nyingine za serikali kuweza kuwepo na sisi pamoja ili kukuza utalii. Hilo moja, lakini la pili, nimeweza mimi kama mwenyekiti wa Zati kuunganisha nchi za Afrika za wenzetu. Nimeenda kuwachukua tour operators kutoka Ghana. Imekuja delegation hapa ya tour operator kama 12 kutoka Ghana, na pamoja na mwenyekiti wao wa association ya tour operator alikuweko hapa, na nimewaleta wale kwa lengo la kufungua West African tourism, kwa sababu sisi tuna focus sana kwenye European tourism, lakini nashukuru ZCT na wao wameona maono kama sasa tuingie kidogo kwenye Asia. Na nilikuweko nao mimi ZCT kwa sababu tulienda pia India na ZCT kwa upande wa Zati, na maono yangu mimi, kwa sababu Ghana ni gateway ya West Africa. Kwa hiyo nimeona ni jambo zuri kuwaleta wale ili kuweza kufungua West Africa, kwa sababu tumesoma sana kwenye wakati wa COVID. Maanake kama hatujasoma hatusomi tena. Ni darasa tosha, na wakati ule ulikuwa upande mmoja ni wakati mgumu, lakini upande mmoja ni elimu ya kutufungua sisi nini tufikirie maisha ya baadaye. Jambo zuri sana Chami, na tukiwa tunaendelea kumalizia, kuna swala kidogo lakini nataka kunijibu kwa ufupi. Umeshatembea nchi nyingi sana. Kwanza tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kuamini vijana, kwa kukuteua wewe, kwa sababu unapoamini vijana kwamba tukiongea sisi mnakuwa mnatufahamu moja kwa moja. Kwenye hili swala la social media na kuwathamini influencer, tumeona sasa hivi ukiangalia nchi nyingi sana zinatumia njia hii kama kubrand vitu vyao, especially katika utalii. Hapa kwetu Zanzibar tunaona bado kidogo tuko nyuma. Nyinyi kama Zati, na wewe sasa hivi unaenda ushakuwa tena board wa ZCT, sasa unalionaje hili swala? Hilo swala lako ni nzuri. Yaani katika maono yangu mimi moja ni hilo, Arif. Nafikiria pia niliwahi kukaa na wewe kuzungumza naye kidogo, nikasema tunaweza tukaanza kubrand vitu. Na hilo swala hilo imekuwa uzuri, Mheshimiwa Rais kafungua wizara mpya, na hii wizara mimi kama mwenyekiti wa Zati, kwanza nitazungumza upande wa Zati. Tayari waziri alikuweko pale na katibu mkuu alikuweko pale, nimefanya nao kazi wakati ni waziri wa utalii, na alipokuwa katibu mkuu wizara ya utalii, alipokuwa katibu mkuu wizara ya biashara na viwanda. Kwa hiyo kwangu mimi si watu wageni, na wanajua spidi yangu, maana mie hupenda mageuzi, mimi sipendi maneno. Mimi sio mzungumzaji sana
wala kwa sababu mimi napenda vitendo kufanya kuliko. Hata ukiangalia uchairman wangu mie unankuta niko front line. Mie sio chairman nimekaa ofisini nimezunguka na kiti. Mie kila unapokwenda ulipo nipo. Kwa sababu ukitaka kufikia malengo inabidi lazima ufate kile unachokitaka, lakini ukisema ukisubiri kikujie wewe hicho hakiji. Kwa hiyo hayo mimi ndio maono yangu, lakini hilo la social media yani ya influencers mimi hilo nimeliwekea kipaumbele, na sasa hivi niko kwenye mchakato wa kuja kuunda bodi pamoja na mheshimiwa waziri. Kwa hiyo baada nikisha kuunda bodi ya kamisheni ya utalii, hivi vitu pia ndiko nataka kuvileta katika maono yangu mimi ya kukuza utalii, ni kukuza pia influencers wa ndani, kwa sababu maisha yote nasema sadaka inaanza nyumbani. Kwa hiyo tuwakuze vijana wetu humu ndani, lakini sisi tuweze kushirikiana na wizara mpya ya teknoloji, ili wale wataweza kutusaidia na kukusaidia na nyie kuweza kufika yale malengo tulikuwa tunayataka. Kushana muda kwa kweli unakimbia kweli kweli. Chairman, serikali inazungumzia suala la kuifungua Pemba na pengine kuwa kuna mkakati maalumu kuhusu kuifanya Pemba nayo ichangamke kwenye sekta ya utalii. Mnashirikiana vipi nyie sekta ya uwekezaji kuifungua Pemba vile ambavyo serikali nayo inataka na wananchi wa Pemba nao wapate kufaidi hii sekta ya utalii? Kweli hilo sisi kama Zati kwanza tayari tumeanza kushirikiana na kamisheni ya utalii kuweza kuwasaidia kwenye mambo mengi ya kufanya maonyesho au tusema kuutangaza utalii kule Pemba. Na katika maono yangu mimi Mungu atapojalia Z Summit inofuata, nimetaka pia wale tour operator tunawalika Zanzibar kuweza kuwapeleka kule Pemba, kwa sababu Pemba mimi nikiangalia mimi kama mimi si yani Mungu katupa bahati, ndo nikakwambia Zanzibar ni najiuza wenyewe. Mungu katupa bahati kuwa kwanza Pemba ni kisiwa kilokuwa hakijachefuliwa. Nafikiria ndo katika visiwa kilichobaki katika Afrika labda nitasema ni Pemba. Kwa hiyo hata Mheshimiwa Rais maono yake ule uwekezaji wa kule pia uwe tofauti na uwekezaji wa uliofanyika huku Zanzibar. Kwa hiyo hata utangazaji wake unatakiwa tuutangaze kama tulivyokuwa tumeanza mwanzo kuzungumza hapa. Kuna culture zetu, kuna heritage zetu. Unajua kuna mambo mengi kule Pemba watu hawayajui. Mimi ni mzaliwa wa Zanzibar, mzaliwa Malindi, mzaliwa Unguja. Mimi mwenyewe Pemba siijui kama ninavyofafanuliwa. Maana wakati mmoja nilishangaa mimi, alikuja katika wa ecologist mmoja aliwahi kufanya kidogo na research kidogo na Mheshimiwa Simai wakati ule alipokuwa waziri wa utalii. Alitupa kidogo maelezo kuhusu habari ya Pemba, nini kaona na kitu gani kafanya research. Yani mimi mwenyewe nilipigwa na mshangao kuwa Pemba ndo iko hivyo, kuwa Pemba ina historia kubwa namna hiyo. Kwa hiyo nafikiria mimi ni focus yangu kubwa Z Summit inofuata, wale tour operators wanakuja kutoka nje kufanya package maalum for free, kuwapeleka kwenda kuwatembeza kule Pemba ili kuanza kuitangaza na kuanza kuiuza Pemba. Jambo zuri sana hilo chairman. Kwa hiyo hayo ndo katika maono yangu nilokuwa nayo. Tukija kwa vijana chairman, tumeona kwamba popote pale penye fursa vijana ndo tunatakiwa tuwape vipaumbele. Ushauri wako kwa vijana wenye ndoto za kuingia kwenye mambo ya kitalii ni upi? Na especially ambao bado wamemaliza shule lakini pia kuna chuo cha utalii kile kipo sasa hivi, unashauri kitu gani? Ndio mimi
ukiangalia hata uko tukizungumza kwenye kampuni yangu ya private Chako, tumezungumza mimi, katika watu nilikuwa nimewachukua kule ni wanawake na vijana. Na kwa nini nimefocus vijana pia? Kwa sababu vijana ndo future baadaye. Si leo tupo, ni leo Arif nazungumza na wewe na nimekwambia umri wangu na miaka mingapi na nimeanza utalii mwaka gani. Kesho mimi nitakuwa sipo, utakuweko wewe, kwa sababu nyinyi ndo vijana wa baadaye mtakaoendeleza utalii. Na kama jambo hili tulilipigia kelele sana kuhusu habari ya shule ya utalii ile irudi tena kwenye wizara. Tunashukuru Mungu sasa hivi imerudi kwenye wizara ya utalii na tayari michakato ishaanza. Tushapata kampuni inakuja kufanya kazi kwenye ile shule ya utalii. Ni chuo kikubwa kinakuja hapa Zanzibar kuja kufanya kazi ili kuweza kukiendesha kile chuo pamoja na serikali. Na mwenyekiti mwenzangu Ali Amur wa ZNCC naye amechaguliwa ni mwenyekiti wa bodi ya skuli ile. Kwa hiyo focus yetu sisi kwa kuwapa elimu vijana, na nikisema ukweli hasa, kwa sababu elimu ya sasa hivi inahitajika theoretical, lakini practical ni very important. Kwa sababu sisi mara nyingi, mimi nikiangalia, tunafeli kwenye practical. Theory unamkuta mtu yuko hodari sana, lakini ukimleta kwenye field anakuwa hana uzoefu ile kazi. Ndio maana haya makosa yanatokea, watoto wengi wanamaliza shule lakini ajira wanakosa, kwa sababu practical hatuna. Na hiyo ndio inatakiwa sisi tufanye hizi practical. Ndio maana hata na mimi nimesaini MOU na ile organization ile ya tourism ya kule Indonesia, kwa sababu wale wana vyuo vya utalii, na yangu mimi wale kuwaleta huku ili kuweza kutoa zile elimu huku kwetu sisi za kuweza wale vijana kupata zile ajira. Kwa sababu mara nyingi unakuta wakenda zile vijana wa Kizanzibari wanaambiwa nyinyi bwana, atafanya kazi siku 2-3 ataambiwa bwana wewe hufai. Kwa sababu kweli, na hayo ndo makosa yetu makubwa sisi, kuwa sisi vijana wetu hatujawafunza in a practical way, tumewafunza theoretical way. Manake shule nyingi, hata ukiangalia tuseme kama shule za bara nyingi za utalii unazikuta zina hoteli ndani yake, na ndio vyuo vya wenzetu huko nje. Ile shule inatakiwa iwe ina hoteli kamili ya kulaza wageni, na mara nyingi, na uzuri hasa ikiwa ina standard ya 5 star, kwa sababu ile practical unompa kule, akitoka pale yani anaajiriwa ulimwengu wowote, sio Zanzibar tu peke yake. Kwa sababu hata ukiangalia huko nyuma, Wazanzibari wengi wanafanya kazi nje, wengi wana posti kubwa kubwa nje. Kwa hiyo kwa nini ikiwa wao wazee wetu waliweza, sie tena tushuke? Nasema chairman, hatuwezi kumaliza na wewe, una mambo mengi kweli kweli, maana unasema kama jungu la pilau au la biriani, maana umechanganya. Lakini kwa ufupi sana chairman, ulikuwa kwenye Baraza la Wawakilishi wakati Mheshimiwa Waziri mradhi akiwasilisha hotuba yake ya bajeti ya mwaka 2026-2027, imewafariji vipi wadau wa utalii? Kwanza mimi nahisi tumeona bajeti imezidi, na nimeipitia mimi ile kuisoma ili kuweza kuielewa kitu gani hasa, na mambo niliona mule ndani ndio haya sasa hivi tulikuwa tumeyazungumza. Kwa sababu moja, katika kuhusu habari ya skuli ile, kuweza kuikuza ile skuli. La pili, kuhusu habari ya culture tourism heritage. Kwa hiyo kuyaboresha yale majengo yale tulikuwa tunazungumzia, kwa sababu kweli kama hujayaboresha yale majengo, maana unaenda kumuonesha mtalii kitu gani? Lakini ukisha kuyaboresha yale, manake, na kuna sehemu nyingi za vivutio tutaweza kuzitengeneza, kuzikarabati,
na vile vile tukizungumzia heritage Stone Town, pia ndani yake kuna budget ya kufanyia majengo ukarabati, kwa sababu ile kuwa sisi Zanzibar ni tuko one of the world heritage, sio heritage kuwa tuna zile sehemu za magofu tu, lakini pia zile nyumba zinataka kutengenezwa. Na heritage yetu sisi sio heritage ya magofu, ni heritage ya magofu, culture na people, living heritage. Kwa hiyo hivyo vitu ndio maana ukaikuta kwenye ile budget kuna mambo yameongezeka, lakini mimi nimeshukuru kuwa wakilishi wameliona hilo na wamelipitisha. Lilikuwa halina changamoto kubwa, nafikiria ulikuwepo kwenye baraza, na mimi mwenyewe nilikuwepo kwenye baraza la wakilishi lile. Kwa hiyo nafikiria wameona maono ya wizara pamoja na kamisheni ya utalii pamoja na ya makumbusho, kwa sababu hivyo vitu vyote pia vinatakiwa kufanywa kazi ili tuweze, kwa sababu hata ukiangalia kwenye mapato ya makumbusho ni kidogo sana. Kwa hiyo kwa nini iwe kila mara, hata Mheshimiwa Rais kalizungumzia swala hilo, kwa nini ziwe sekta hizi zinakuwa zinapewa gawio tu, kwa nini haziwezi kujiendesha wenyewe? Lakini ikiwa tutawapa uwezo, kwa hiyo wataweza kujiendesha wenyewe na tutapata zaidi. Kuna maswali mafupi tu lakini haraka, yani utanijibu kwa ufupi tu. Bichi gani ambayo unaipenda Zanzibar? Nitakwambia mie bana naipenda, maana mimi mtu wa Mji Mkongwe. Mie naipenda pale Sunbank pale wanaita Nakupenda pale. Yani pale mimi ndo sehemu yangu ya kupumzika nitakwambia. Na napenda kwenda karibu kila Ijumaa pili mimi nakuwa nakwenda. Nikikosa moja nyingine sikosi nitakwenda. Hilo la kwanza ya hapo, lakini nyingine zaidi upande wa Paje huku Jambiani huku kidogo, especially upande wa Jambiani, sekta ile upande ule kutulia. Kwa mfano tuwe tuna bahati ya kumkaribisha Cristiano Ronaldo na wewe umepewa jukumu la kumtembeza, uchague sehemu moja ambayo utamtembeza yule, utamtembeza wapi? Kwanza Mji Mkongwe, sio kwa sababu mimi nimetoka Mji Mkongwe, kwa sababu ya ile heritage tuliokuwa nayo, kwa sababu tuna heritage ya mambo matatu: kuna living heritage, kuna culture heritage na kuna building heritage. Tazungumzia milango ya Zanzibar Doors na nini. Tumekamilisha kwa kweli. Labda la mwisho tena, la mwisho, ungependa kumshukuru vipi Mheshimiwa Rais na mchango wake kwenye sekta ya utalii? Unampa maua gani? Maua yake gani Mheshimiwa Rais? Maua yake kwanza nitashukuru marais wote wawili, Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa maono yao makubwa sana, na zile tours walizozifanya, Royal Tours zile zimefungua sana Tanzania pamoja na Zanzibar kwa ujumla. Na Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar, yani hata juzi kalikemea, hataki kuongezewa muda. Kweli kila mtu ana muda wake na kila mtu anafanya yake na anaweka legacy yake, nini amefanya wakati wa muda wake. Na kwa ufupi katufungua macho na upeo mkubwa sana, na sio macho tu, kwa sababu pia hizi infrastructure anazozifanya ni moja katika kufungua njia za utalii, kwa sababu ikiwa unaweza kufika sehemu kwa muda, unaweza kuwa ukapata zile service kwa muda, unaweza. Kwa hiyo mambo mengi kayafanya, yani Mungu ampe umri mrefu na uwezo, amalize muda wake na pia aendelee kuishi kama marehemu baba yake ameishi muda mrefu, na yeye katika marais waliotufungulia Zanzibar. Kwa hiyo namshukuru sana mimi kwa maono yake, na pia namshukuru sana kwa kuniteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya kamisheni ya utalii, kwa
maono yake na fikra zake, kuona vipi naweza nikatoa mchango wangu mimi kuendeleza utalii kufika zaidi ya hapa tulipofika. Kwa hiyo namshukuru sana na naomba asituache mkono, aendelee kuwa na sisi hata kama atamaliza muda wake, lakini bado awe anatupa ushauri na maelekezo ili kuweza kufika yale malengo tulikuwa tunataka kufika sisi na tuachie vizazi vyetu vinokuja. Chairman, tusamehe sana kwa muda. Asante sana. Nashukuru sana sana. Asante. Na kwa kweli tumefarijika kwa kweli. Na ndio tamati ya kipindi chetu kwa leo cha Muktadha, ambapo tulikuwa na Bwana Suleiman Ali Mohamed, mwenyekiti wa Zati, lakini pia mwenyekiti wa ile chako, pia mwenyekiti au ile kule unacho bwana, ni founder na CEO.